tunasema Mungu wa Abrahamu. Mungu wa Abrahamu. Na kichwa kidogo kinasema jinsi ya kukamilisha maono, comment matérialiser la vision. Alléluia. Amen. Ulishaandika ni unifundishe. Nifundishe. Mungu kwa nani? Kichwa kidogo kinasema namna ya kukamilisha maono, comment matérialiser la vision. Ngoja niseme kitu. Kama kitu kikibaki katika unabii hakileta heshima, lakini kikivala mwili kinaleta heshima. Ninatafundisha kidogo kwa nguvu zenye Mungu atanipatia leo. Haleluya. Amen. Naongea kusema kama Mungu alishakasema pokea kazi, ikibaki kiunabii haina heshima kwako, lakini siku itavala mwili ndio itakuwa na heshima. Bwana ifanishe mwili kwako. Nifundishe. Ndio. Abrahamu anapata promesa na iko na miaka 75. Tisa reta, kenza reta. Niko naongea juu ya Mungu kwa nani? Amen. Kanisa mnunie mfuate mafundisho tabarikiwa. Haleluya. Amen. Alaje de 75 anapata promesa. Depuis janvier uko na promesa. 2 mois retard. 15 ans retard. Abraham atashikamata namna gani? Ukisoma sura ya 15 ya hiki kitabu cha Mwanzo, Mungu anafanya agano na nani? Na Abraham. Ukisoma chapitre 16, Abraham anazala Ismaeli. Na ukisoma chapitre 17, jina ya Abraham na jina ya Sarai inabadilishwa. Unifuate uzuri eh? Haleluya. Amen. 15e chapitre, Mungu anafanya agano na nani? Abraham. 16e chapitre anafanya nini? Mwisho sahau. Asante. Abraham anazaa Ismaeli. 17e chapitre, Bwana anashuka. Abraham anamfanya kuwa Abraham. Sara anamfanya kuwa Sarai. Ukisoma 18e chapitre, Biblia inasema Mungu akatokea Abraham. Alipomtokea Abraham akainua macho juu akamwona Mungu. Wakati Abraham aliona Mungu pale pale maisha yake yakabadilika. Haleluya. Amen. Pale pale maisha yakafanya nini? Kabadilika. Siku uliokoka ukapokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukasema shetani na kazi zake zote nakataa. Pale pale maisha yako kabadilika. John 18 chapitre pale. Haleluya. Amen. Sasa nini itaacha Abrahamu asubiri kenza? Iko anachunga promesa ya Isaki kuzaliwa. Acha nikwambie, wakati Mungu anapromete mtu, haupendele, lakini inadependre na wewe jinsi utatembea kwa ahadi ya Mungu. Ndio Mungu anasikia. Haleluya. Amen. Bwana akawie kutubariki, lakini sio ndio tunatembea mbaya wakati ya promesa. Asifiwe Bwana Yesu. Amen. Yesu umeelewa? Bwana alishakasema juu ya kazi. Nyuma ya kusema juu ya kazi, ndoa na kadhalika, ulitembea na Mungu. Ninaona kinaanza kusaro. Haleluya. Amen. Sasa Mungu anasemanga tunakuwa na raha sana. Tunafurahi nimepokea. Nimepokea. Mara mingi tunasema Mungu anachelewa, ahadi inachelewa. No. La parole de Dieu déclare que la promesse de Dieu ne tarde pas, mais ça dépend de nous. Alléluia. Amen.
ahadi ya Bwana ikawie kutimilika, lakini si ndio tunataka isitimilike mbio. Bwana usaidie sana. Kama nikirudia nyuma kidogo, ndani ya hii kitabu tu ya Mwanzo sura 17, neno la Mungu linasema ya kwamba Ibrahim akatahiriwa, akapitia etape ya circoncision. Kusa jirani yako mwambie, mwalimu anataka ongea hapa. Mwambie sikia je. Bwana usaidie sana. Abraham anafanya nini? Anatahiriwa, anapitia etape ya circoncision. Ismaeli anaweza zaliwa na Abrahamu haiko circoncis, sababu haiko mtoto wa nini? Wa promesse. Lakini mbele Isaki azaliwe inabidi Abrahamu akuwe circoncisé. Alala. Haleluya. Hakuna maisha ni bad. Nasema hivi, chapitre 17 ya Genèse inatuambia ya kwamba Abrahamu akapitia circoncision, etape ya circoncision. Mchapitre 16 Ismaeli akafanya nini? Akazaliwa. Niko nasema hivi, Ismaeli anaweza zaliwa baada ya kuwa circoncise, sababu haiko mtoto wa nini? Wa promesse. Mbele Isaki azaliwe mtoto wa ahadi, inabidi Abrahamu atahiriwe. Mbele ufikie promesse, inabidi utahiriwe. Mungu kwa nani? Tuko tunaanza Mungu kwa nani? Bwana saidie sana. Alors Genèse 18, Mungu anatokea nani? Abrahamu. Kuna zingine baraka unaweza pata kwa ujanja. Pana kazi unaweza pata kwa ujanja. Pana ndoa unaweza pata kwa ujanja. Pana pesa nyuma unaweza pata kwa ujanja. Sababu ni Ismaeli. Lakini mbele upate Isaki inabidi ngozi itoke. Ambia jirani, chunga ngozi itoke. Niko mafundisho ya nguvu. Baba unasikia? Inabidi ngozi ifeni? Ngozi itoke. Njoo Isaka afanye nini? Ne Ismaeli anaweza kuja tu. Shuni kwa ujanja. Lakini mbele Isaki afike inabidi ngozi itoke. Tangu Javi uko na teseka, ngozi inatoka. Haleluya. Sasa ngozi tamaliza toka, Isaki atafika. Sema ni leo. Mungu anisaidie nifundishe leo. Inabidi ngozi itoke. Sasa kuna mtu aliendelea akasema iko sababu alijua. Iko anatosha ngozi. Kuko ngozi ipo inatoka. Haleluya. Ismaeli yeye tu anakuyaka tu. Jua iko mtoto wa ahadi. Circoncision ya Ancien Testament ilihusika na mwili, c'est-à-dire kutosha ukafiri. Haleluya. Bwana mnashtuka. Circoncision ya Ancien Testament ilihusika tu na mwili, c'est-à-dire kutosha nini? Ukafiri. Lakini circoncision ya Nouveau Testament inahusika na roho. Bwana saidie sana. Na ni hapo neno la Mungu linasema heri wenye moyo safi. Alala. Bwana saidie sana. Amen. Wacha nifundishe. Haleluya. Ancien Testament ilikuwa tu mwili wanatosha ngozi. Elewa ya kwamba kila mwenye hayapita kucirconcision, ngozi yake inakuwa inaficha nini? Chafu. Haleluya. Lakini mwenye alishapita kucirconcision hana tena chafu. Hata tanielewa tu. Bana kitu na kusaidia nacho. Ancien Testament wanitembea tu kwa mwili. Lakini Nouveau Testament inabidi mioyo yetu iwe safi.
cha kutosha mimba ni circoncision. Na wacha kuiba mwisho ya 10 ya Mungu. Amen. Nao ni nini? Circoncision. Asaidie Bwana Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Sasa inafika mwandano ship. Mungu ni lazima atairi nini? Moyo. Na ni hapa anasema heri wenye moyo safi. Ere. Unasikia kila katika Biblia heri, ole. Ni maneno mbili iko tofauti. Heri wenye okay. Heri wanaoacha po. Heri wasiozi. Heri wasiosema uongo. Ole wao wanaokunywa. Ole wao wanaosharati. Mungu kwa Abrahamu. Ambia jirani, Mungu kwa Abrahamu. Haleluya. Bwana usaidie sana. Kuomba ni sawa, kupanda milima ni sawa, lakini Bwana anasubiri ufanye kitu fulani. Shetani utoshe asili, utoshe ngozi ili upate risala. Mungu anachukua kutosha nini? Tosha nini? Usikate iko hii. Haina problem na wewe. Bwana anachunga utoshe asili. Haleluya. Amen. Bwana usaidie. Amen. Bwana anachunga utoshe ngozi. Bwana akamtokea Abrahamu kwa njia ya kwenda Sodoma na Gomora. Ilikuwa njia kwenda Sodoma na Gomora. Lakini Mungu akamwachia baraka. Akamwambia, usiogope. Mke wako Sara atachukua nini? Bwana anakuambia usiogope. Utachukua nini? Lakini tosha nini? Tena. Ilikuwa njia kwenda Sodoma na wapi? Na Gomora. Bwana akamtokea Ibrahimu. Akamwambia mke wako usiogope. Siku kama na hii na saa kama atakuwa na mimba. Bwana saidie sana. Amen. Haleluya. Sasa angalia etape ambazo zilifikia hapa. Haiko Mungu ndio alianza Abrahamu. Lakini Abrahamu alianza nani? Sijapata kanisa amenipata mzuri. Haleluya. Amen. Abrahamu akaanza kuongea na Mungu. Mungu naye kisha akafanya nini? Naye akaongea. Neno inaanza ni nani? Ni Abrahamu. Si nous pouvons dire que Jésus est la réponse. Unielewe bien? Yesu hawezi kuwa jibu kwenye hakuna question. Yesu hawezi kuwa solution kwenye hakuna problem. Unanielewa? Kama tunaweza sema Jésus est la réponse, c'est-à-dire kuko question pour que akue sangi si mwombaji nikuombesha uliza Mungu unaniwazia pour que na répondre. Kama atakuwa solution, c'est-à-dire kuko problem. Sema niko na problem. Wala unayo. Uko nayo? Haleluya. Bwana usaidie sana. Na ndio maana Mungu anaongea na Abrahamu na bado Abrahamu hayamkaribishi. Unanisikia? Mungu hataongea na Abrahamu na Abrahamu afanye hayamkaribishi. Shule deja itakuwa iko deja alishapita kunini kutahiriwa. Bwana usaidie sana. Ukisoma Biblia vizuri utaelewa Abrahamu alikuwa na shida ya kuzala Isaka. Lakini saa alipokea Mungu, Abrahamu hakupresente probleme kwa Mungu, ila Abrahamu alirepondre besoin ya Mungu, Mungu na akarepondre besoin yake. Unaelewa? Sana fika kwa Abrahamu. Abrahamu afanye hakumwambia probleme yake. Ni alifanya nini? Alirepondre probleme ya nani? Sasa alipokea Mungu, Mungu na akarepondre probleme yake. Mungu kwa nani? Tutaomba moja kuja modestine. Niko nataka kwanza nikufundishe njoo ujue utaomba namna gani. Wewe peke wazi. Mtu mwenye iko na miaka 100 ya sasa anatokea na mtu haiko apote, haiko evangeliste, haiko runaka cha Rwanda. Mesana muona haone mtu
mzima anafika hapa. Na waza ya kwanza ingempaswa kufanya Abrahamu, kama ningewaza ningekuwa pale. Angewaza akasema, baba umefika, mimi nimefanya miaka mingi niko na deni yangu hayasalaka. Na mateso ishakuwa nini? Niko tu promesa ne hayatimilika kama alifanya nini? Alishikia besoin ya Mungu, porque Mungu anajibia besoin yake. Sasa jirani ameshwa kushikia besoin ya Mungu. Na mseme nafundisha tu. Tena mwambie ajua kushikia besoin ya Mungu. Bwana usaidie sana. Abrahamu pamoja na utasa wake hakwambia Mungu, unaona baba, miaka mingi tuko tunaomba, unaona shida kwanza Sara ule pale, wewe peke unaona ni tasa. No, Abrahamu alijua kitu moja, sina wakati ya kumonyesha probleme juu anaijua. Kila probleme yako Mungu anaijua. Na ndio anakuambia bado hatujaomba, anajua. Kila probleme yako anaijua. Kama ni kazi anajua, kama ni kujenga anajua, kama ni biashara anajua. Abrahamu akasema no, sitashinda na presenter problem yangu, sio anafanya nini? Anajua. Lakini kitu moja chenye Abrahamu aliwaza kile kinanitia furaha, alisema hivi, hawa watu wanafika kwangu na walitembea na miguu, c'est-à-dire kitu cha kwanza wako na nini? Mnielewa je? Wako na nini? Wako na njala. Sasa nikimapa vya kukula na mie probleme yangu itafanya nini? Itapata solution. Amen. Unaona mtu mwenye kuna maarifa. Haleluya. Aliona hawa wamekuja na mkuu wanachoka. Si ndio? Kitu cha pili wanatembea ndio wanakuwa na nini? Na njaa. Ona tukaka hapa tuna birereo. Unataka kufa. Ushimashine kutoka kule Sodoma na Gomora kwenda. Haleluya. Alishua wako na njaa. Sasa pale ni presenter probleme yao. Na ripoti kwanza kubezwe sababu après nao watasikia bezwe yangu ni nini. Bwana usaidie sana. Mahali pote utafikaka maisha, shikaza ukue réponse kwa probleme za wengine. Mais usikuache probleme za wengine. Haleluya. Kila kutafikaka tafuta kwa réponse. Mais usikue jaribu. Bale hutanielewa. Haleluya. Amen. Bwana saidie sana. Pesa ya Mungu ni adoration. Pesa ya Mungu ni nini? Mbele ya kupresenter probleme yako kwa Mungu, ufanye nini? Muadore. Ukisha muadore, atakushikia. Ngoja kuna mfano wa Biblia. Bartime alikuwa na haja ya kufanya nini? Ya kuona. Lakini wakati Bartime aliona Yesu, akamwambia baba, nataka nione. Nilipara. Hakumwambia baba, niko kipofu. Alimwambia Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Mukwa adoration. Oro kule walikuwa wanasema Yesu wa Nazareti. Mimi akasema nikamuita Yesu wa Nazareti, mimi namuminimize. Mimi nikisema Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Pale Yesu akafanya nini? Akamponya macho. C'est-à-dire hakupresenter problème, mais alipresenter adoration pour que Bwana naye ajibu problème yake. Wewe sasa tunakaa siku hapa unakuwa huko tu hivi. Kabisa shangilia Yesu. Wewe mko sababu na boda. Haleluya. Amen. Heshima kubwa maisha ya mwanadamu ni kushiria kwa probleme za wengine. Porque na wewe Mungu ashirie probleme. Haleluya. Amen. Elewa kitu kimoja. Daudi anakomaa na iko na besi ya kuoa. Haleluya. Sana fika kwa Sauli. Hakusema Sauli nipe binti. Lakini alimwambia Goliath akuye nikamuua mtanipa binti. Wewe kuwa solution kwa probleme za wengine na wewe Bwana taleta solution kwa probleme yako. Unakomprendre kitu? Hakuna mwenye alisema kasema nipe binti yako Sauli. Alisema baba mimi niko hapa. Lakini ule Goliath mwenye alishaka makanjia mnipe nikamuua utanipa binti. Sauli akasema avoso
Na wewe Bwana atakuwa solution kwako. Haleluya. Niko nakutakia leo Mungu akufanye superior na akupatie esprit moya yenye iko juu ya wengine. Sasa unakuwa fika tu quelque part ukwe solution kwa probleme zao. Haleluya. Antoka kwa imazana unakuambia ukwe superior. Amen. Na kupatie grand esprit. Sasa unafika tu quelque part unakutana problem, unapata solution kisha unajenea solution na kufanya. Bwana usaidie sana. Unajua ukikaa nafasi yenye wewe unaombaka tu bakakuchoka. Inabidi Bwana akupe na uko na pana. Wewe tu msarte nipe bakakuchoka. Na inabidi na wewe upate uko na pana. Bwana usaidie sana. Usikuwe sawa huyu mtu mwenye aliombaka akasema kama Mungu akasema sitakuacha usiponibariki. Shetani sasa Mungu atambariki atafanya nini? Atamwacha. Na ndio maana Mungu akasema huyu anasema hivi ataniacha kwa kwanza ni mvunje. Akamvunja. Sema na mshu. Ndio. Ni nani? Yakobo. Très bien. Usiombaje maombi ya vile. Shetani sasa Mungu atambariki atafanya nini? Tusimite ma prière ziko fake. Haleluya. Amen. Na ndio siri ya wakorosa uyapata kitu. Uko très sain. Mais ukishagusa sambali unaanza ona primis. Ona kama ndio ya uzuri kuliko Mungu anakufanyia. Si Mungu. Haleluya. Amen. Bwana saidie sana. Amen. Ayombe kuimite priere ya mtu mwenye ana connaissance. Mtu mwenye ana connaissance ni ambaye usimitake priere yake. Kuka mtu mwingine mbiblia akaomba vibaya akasema, "Jua simama." Juu ya kutokuwa na connaissance. Geographie nasema la terre tourne autour du soleil. Hana connaissance ya geographie. Yeye anasema jua simama. Juna wewe tu baba, jua simama. Kuko wengine haiko vyetu. Nishawafundisha kule kwa tunatoka. Kwa zingine pia ziko tena. Baba ukinipa tu kamkate leo na kushukuru. Hapana, sipapo utwa. Nipe mikate, nipe mafuu, nipe maboulangerie, kamkate. Jua simama. Jua na connaissance ya geographie. Inasema la terre tourne autour du soleil, anasema jua simama. Sana unafika mkanda jua simama. Baba wewe simamisha jua. Baba hapana, no, ça c'est faux. Haleluya. Haleluya. Amen. Kila siku kiomba vitu vinakatala, presenter adoration kwa Mungu. Unajua wewe ukampa Mungu tu adoration. Unajua mzazi akishiba anauliza kabeze ya mtoto. Hala utanielewa. Mzazi akishiba anauliza kabeze. Sijui nitafanya nini. Presenter adoration kwa Mungu sasa una haja ya nini? Bwana usaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Kama ninataka uwe Esther na jamaa yake yote, mais Esther anaorganize fete. Tena anainvite mume wake. Kisha mume wake anamwambia, "Omba lolote nita na ruhusa ya sehemu ya." Esther akuleta kwanza magumu yake ila alileta chakula. Alishua Bwana akashiba atanipa yote. Utasema mfundishi wake. Mama pima. Sawa nako anafika magharibi mupe akule nawa. Aikale mkiti, atie mgulu kwingine atakwambia siri zote. Sasa shiba tu atamwanka. Haya ipumzika, unaanza kupatana problem. Na keti aliiba nilimupiga. Bora niko na stress, nipe kwanza nikule. Ya keti ya nyuma kisha nakwambia siri zingine. Bwana usaidie sana. Andre
Mungu na Abrahamu, nani alikuwa na bezo ya nguvu? Na acha kabisa, siku Mungu anasikia njaa. Mungu anasikia njaa. Bongo ya hana njala. Atakosa kuleta tapata pale Uyuni kwa Makedonia. Atakosa kwa Makedonia tena Shaddai. Mungu asikia njaa. Entre Abrahamu na Mungu, nani yuko na bezo? Narudia sasa kimafuru. Entre wewe na Mungu, nani yuko na bezo? Sasa yeye alisema tu kama nikipata neema mkuye nyumbani kwangu, nitafanya vitu vinne. Naanza nitaji. Tafanya vitu ngapi? Kitu cha kwanza, ndawapa maji mnawe miguu. Safari ndio inafanya nini? Siku ya kwanza hii yenye Abrahamu alifanya. Safari ndio inaendelea. Kwa nini? Kwa presenter maji mnawe miguu na watakula kisha baende. Ila Abrahamu tu anasema unipatie maji. Tena ukisoma Biblia mzuri, walikulia chini ya nini? Walinawia chini ya nini? Chini ya mti. Hapa tuko chini ya mti. Hapa tuko chini ya mti. Wakanawia chini ya mti. Haleluya. Kitu cha pili, wakasema mniletee mkate wa kula. Haleluya. Wanakulia chini. Kitu cha tatu, mnipatie ndama ni chini kisha wakuli. Ukisoma Biblia mzuri inasema hamutakula tu. Nyuma ya kukula ni Abrahamu na wasindikiza. Kama tunasikia haiko kukula tu, mais après savoir manger, je vais vous accompagner. Huko unasikia mtu yuko na maarifa. Wewe mwingine unafikaka kisha kula, wewe bien. Ngani na aranje masani hapa. Hapana. Sindikizana. Sindikizana. Mwaenda kupiga watu na piga wewe ataanza kuambia siri nyingine. Nilikuja kwako shule ya hiki. Nilikuletea hiki. Kwa mtu apeleka batilani msaloe. Sasa kwa namsindikiza na gusa. Mungu akubariki. Wewe unaona vicha au unaona nifikia hapa sasa. Basi unaanza mwambie unaenda nyanja. Unakomprendre? Mais alisema haiko kukula tu, mais après kukula itawasindikiza. Turudie nyuma sasa kikonaissance. Ni wanawishe juu muko na vumbi. Unielewe? Fungu la maskini. Ni wanawishe juu. Neno la Mungu linasema kila mtumishi atatembelea kwa fulani akiwa na mavumbi kwenye miguu, akikunguta laana itawajia. Abrahamu akasema wakaingia kwangu na wangali na vumbi, wataniachia laana. Kumbe nimalizie pale chini ya mti. Alala. Amen. Inaachia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtumishi akaingia kwako, akirudi bila kula na bila kunywa, laana inabakia nyumba yako. Kama natarisha tu vere ya mai tutupu, umeaikunywa kishaeni. Abrahamu alishua akaingia kwangu tu. Sawa taikala, sawa takunguta, haiko baraka ndio tabakia. Laana ndio tabakia. Kumbe nimeanzia pale chini ya mti. Sawa taingia ili walisha kunguta vumbi, wakaingia na barikiwa. Kule nyuma tumesikia. Hakuna. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Tafsiri nyingine ya kiroho. Mtumishi mwenye hautatakatisha atakuwa laana kwako. Simsema taka amena katie moyo. Kama hautatutakatisha sie watumishi yako, tutakuwa malediction kwako. Ukatutakatisha tutakuwa baraka kwako. Niko nasema juu Abrahamu kwa nani? Mungu kwa nani? Waniambie kanisa. Usikwe na kuwa na pupa kusema mbone baba afiki hapa. Sitaki niache laana. Mimi nataka niache baraka. Haleluya. Ule baba atemele. No, sitaki niache laana. Mimi najua
maandiko matakatifu. Nikakunguta tu. Wao utawazia kukunguta ni kufanya tu. No. Sasa naingia tu. Sasa natoka. Nimewahi kwenda na ukiana. Fasi moja. Mungu na problem. Mungu anabariki mtu mmoja anampatia butiki. Anatupembeleza. Tuambia papa. Tena akainsiste. Mufike. Kasema huyu iko na roho ya kapagani. Kama hatufiki, atasema tunamuonea. Tukaenda. Tunaomba. Na akauzisha. Hakuna hata na vocha. Hata 100 francs congolais pour votre information. Ça fait 1 mois hauzishaji. Anataka kufunga butiki. Usitike nikuye kwako shuni ache vumbi. Itika nifike kwako shuni na kuya bariki. Mtumishi mwenye utatakatisha atakuwa laana, hatakuwa baraka kwako. Kwa tafsiri nyingine ya kiroho, mtumishi mwenye ukonsidere hatakuwa baraka kwako. Acha nirudie kimwili kidogo. Munganga atakutunza kama umwamini hata kuponesha. Ndio. Watumishi wana wabariki. Amen. Haleluya. Amen. Ukisha nitekonsidere, ukitaka usiniambie nifike kwako. Shusana fika tu utalaniwa. Na ukanikonsidere, unaniona kama Mungu mzima ndani ya nyumba yako, ndafika na utabarikiwa. Amen. Haleluya. Amen. Bwana usaidie sana. Amen. Inabidi kukonsidere watumishi wetu. Haleluya. Abraham anashua imaji nikiwapa leo, kuna siku ndakuwa na pesa. Sababu chenye mtu anakula kinapoteaka kuweze, lakini chenye unapatia Mungu kinaendaka kinabariki mpaka kati ya generation. Haleluya. Ndio Abraham anashua vile yeye. Chenye mimi nakula mie sahihi kitaenda, ni chenye napatia Mungu kwa faida yake, hata kizazi cha nne tutabarikiwa. Ndio. Ile milifra unatia kama ni mpaka kizazi cha nne itabarikiwa kwa hii milifra yako. Haleluya. Amen. Asifiwe Bwana Yesu. Amen. Akaleta mkate kinachonibariki hapo, akachinja na ndama, akachinja ng'ombe. Ndama. Nataka ongea kidogo pale. Kuna tofauti ya ng'ombe na ndama. Haleluya. Amen. Niongea kidogo. Ndio. La kushauri. Akachinja nini? Ndama. Historia ya Biblia inasema ya kwamba ndama yenye Abrahamu alichinja ilikuwa ndama ndume. Sababu iko impossible achinje kike apate dume. Kanisa msikie? C'est impossible achinje kike kisha apate dume. Mais c'est possible achinje dume apate dume. Amen. Ah la la. Bwana saidie sana. Amen. Asifiwe Bwana Yesu. Kwa nini achinje ng'ombe ambayo haikomali, aipatie Mungu kisha aacha kukomali? Shida nini? Sasa niko na waza hapa. Niko na waza mingi. Biblia inasema ilikuwa ndama laini. Sio nikisoma. Teke ya mzuri yenye haina kilema, tena anaichinja katoto. Anachinja kitoto. Biblia inasema yote inabidi kuwa na Roho Mtakatifu uelewe message ya leo. Ilikuwa ndama ya kitoto. Anapiga ndama msegonde, anapatia Mungu, anafanya nini? Anafuta. Samu anamaliza futa. Anamwambia Abraham, kuya bibi yako iko wapi? Mwakani si kama na leo mke wako atakuwa na mtoto. Jua amekula kitoto, inabidi mtu wake apate mtoto. Haleluya. Amekula kitoto cha teke. Inabidi naye apate mtoto. Chenye utapatia Mungu chote chenye atakurudishia. Bwana nitie nguvu. Amen.
ileko mtamu. Amen. Asifiwe Bwana Yesu. Oh. Revelation iko hapa. Pale kwa tulisoma Muerwa 18:30. Elia kwa mlima wa Karmeli. Bezwe yake ilikuwa nini? Moto. Kuita nini? Unielewe, pana kitu nataka kufungulia hapo. Nifungule. Elia kwa mlima wa Karmeli. Bezwe ilikuwa nini? Moto ishuke. Hana ingine bezwe. Tena anasema atakaye jibu kwa moto ndio Mungu wa kweli. Sielewa nasema vipi? Haleluya. Amen. Kau. Nikulaikia. Atakaye jibu kwa moto ndio Mungu wa kweli. Sasa ona, anachinja ng'ombe, anaweka makuni. Anachinja nini? Anaweka nini? Siko pale. Kisha anafanya kontrere ya moto, anamwaga maji. Haleluya. Oh, mnasemaka dawa ya mwanga moto ni maji. Si ndio? Na yeye anafanya kontrere, kwa anaomba nini? Moto ishuke. Anamwaga maji. Sasa mwenye iko anastahili moto ishuke. Anamwaga nini? Beniko pala sababu ni mwana wasimu. Haiko mwana wasimu. Haleluya. Amen. Sana imwanga. Wanasema Elia uko na wazimu wewe. Uko na wazimu, hauko sawa. Unaweza ambia Mungu ashushe moto tena, unamwaga maji. Ile ni principe ya changement. Principe ya nini? Ya changement. Ilibidi abadilishe. Oh, maji ni kontere na moto. Maji leo zimeshaka nini? Moto. Haleluya. Amen. Kile kinawaka macho ya mtu ni matope. Na Yesu anaambia mtu kamata matope tia kwa macho, wewe umepona. Kile kinawaka nyoka ni fimbo. Fimbo ya Musa inageuka. Hapo revelation tapata hapa. Haleluya. C'est-à-dire Mungu anaweza permettre maadui wawili waishi fasi moja. Meishu atawasekare na kusonesha pamoja. Haleluya. Bwana usaidie sana. Elia nyuma ya kumwaga maji anasema ijulikane kama mimi niko mtumishi na wewe ijulikane kama uko Mungu wa Israeli. Acha niseme attention. Maombi yako ni vizuri kupatia Mungu tukufu. Pia ni vizuri kujipatia heshima. Amen. Unasikia? Amen. Oh, mimi niko popo. Haiko heshima. Mimi niko na msambaza, haiko heshima. Ni vizuri kupatia Mungu tukufu. Pia ujipatie nini? Unasema niko mtu wa Mungu. Atakachofanya kitasema kule kwa wanadamu. Ujipatie heshima. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida yako ni sababu naombaka maombi ya kujisahau. Oh, mimi nipotee baba, wewe uonekane. Siku nyingine mnaniombea baba. Tunataka mtumishi wako anataka simama. Akili zake zipotee. Wewe uongee sitahubiri yako. Nikapotea Paulo anatambia ona akili. Usiniombee tena vipi. Yeye anyamaze kimya wewe useme wewe utakwenda sema hapa. Ni nyamaze hai. Biblia inasema tufungue vinywa vyetu na Bwana atatujaza. Sasa ni nyamaze hai. Oh baba, wewe ni mtupu, siko mtupu, niko na Roho Mtakatifu. Sawa? Ile maombi ya vile kuleke tunaikataa kwa jina Yesu. Yeye ajua ongea wewe unaongea. Hapana, mimi naongea. Hapana, kumisi naongea tu. Kisha mimi sinaongea tu jua nini. Bwana saidie. Usikane naomba maombi ya kufanya nini? Ya kujisahau. Mimi sijui ongea baba, ongea na taifa lako, unajua ongea. Mimi sina ya kusema baba, unipe uko navyo. Neno atanipakana mafuta ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine niko Mungu baba, kuwa Mungu wewe. Nenda
Sema amen. Nimupe maji yanayo miguu, ni sababu najua taifa langu litakuwa siku moja, taifa la Misri litakuwa siku moja na besoin ya nini? Ya maji mchao. Kumbe nikamwaga maji ni Elia kwa madharau ya Bwana. Watu yangu watapata maji mchao. Haleluya. Kama nikibaba mkate, watu yangu watakuwa na besoin ya mana. Watakula mana. Bwana Yesu asifiwe. Nimupe nyama ni sababu sina haja ya mtoto mzee, ila niko na besoin ya fisi zake azali mtoto. Nikimupa ngombe ya kitoto atanipa mwanaume wa mtoto. Mungu kwa nani? Mungu kwa nani? Haleluya. Muprinsipe asanyema chenye unapresente Mungu ndio chenye anakurudishiaka. Ukimpresente maisha ya humilite atakupa gloire. Haleluya. Hauyapata kitu ni sababu hauyapatia Mungu chenye anataka. Siyasema sadaka. Haleluya. Hauyapata chenye unataka ni sababu na wewe upatia Mungu chenye anataka. Kama uko ongeye, patia Mungu ongeye yako akupatie ile faso. Amen. Haleluya. Kama uko msema bongo, patia Mungu ile kusema bongo yako akupatie kazi. Remise. Patia Mungu chenye anataka. Ambia jirani mwambie, patia Mungu chenye anataka. Kusudi akubariki. Haleluya. Pana ya siongea sadaka, siongea sadaka. Siku ya sadaka naziongeaka tu. Haleluya. Siku tumeokoka, tunatafsiri vibaya wokovu. Kuokoka maana yake nani atanipa jina? Kuokoka, nimeokoka. Kuokoka maana yake nini? Mmoja wapo ajibu, Bwana kubariki. Kuokoka ni nini? Wacha sana. Okay. Kuokoka ni nini? Ndio baba. Sema kuokoka ni changement ya kama. Tende, basi achia pale. Bwana kubariki sana. Kuokoka maana yake kubadilika. Unashanje hiki, unaenda kwa hiki. Paulo anasema si mimi ninayeishi tena, bali Kristo anakaa ndani yangu. Jana nilikuwa nimeokoka, sitakunywa tena. Haleluya. Haleluya. Amen. Nimeokoka, nimeoa. Sina tena haja ya kuona wanawake wa nje. Lakini ngoja nipose question. Mpombe mnakuwaka nini? Unaweza nishibia? Mpombe mnakuwaka nini? Furaha ya pombe. Pombe mko nini? Kama nimepose ile question, nimesikia niletea asili. Tulikuwa na mwalimu mmoja hapa siku ya pili, akatuambia ya kwamba tunashinda tumeokoka. Utakutana kiana iko anapiga gitara, anapiga, kumbe alilala mmango ende. Mwimbaji anaimba, kumbe alala. Pastor anahubiri, kumbe alala. Changement de fréquence. Patia Mungu vile vyote. Uone kama 2024 hautakuwa milioneri wewe. Pima
Jaribu kupatia Mungu vile vyote uangalie. Ninazoea kama bia baya, usinione ngizi niko hivi. Nililewa kushinda. Nilifanya mabaya kushinda. Kitu kimoja sikufanya tu, sikuvutaka sigareti. Tu sekie mane niliwahi kufanya. Ukitaka upate maarifa pia uniulize. Ungali unahangaika ishu. Uko esklave wa busho ya pinise. Na vyako vinakufa ni ishu. Ishu. Nilikuwa natembea na mtu mmoja. Kiana moja hapa kaniambia anaregrete kuona Mungu alitufanyaka na prophet. Tuna profetize juu ya mtu kutoka kwa Bwana, lakini ule mtu anatembea kinyume ya mapenzi ya Mungu. Na yeye atakuwa wa kwanza kusema Mungu anasemaka bongo. Kwani ningekuwa kama wale pasteri wa Kampala, kama mimi nakamata fimbo, mimi nawafungia mmoja tena wapiga. Tena mimi nasema ningekuwa sawa wale wa Kampala. Nishu mitandao itasema kama mimi nabatwanga na mnalala unyie wote. Kisha unaokoa kuanza kufundisha machafu. Mungu aishi yake. Sitamtumikia, usimtumikie. Pana yule atamkokota atamtumikia. Amen. Kama usipomtumikia mawe itamtumikia. Na matawi ya miti itapiga kelele. Meshaanje frekwensi. Tena mimi narudia kweli ningekuwa na uwezo. Kwanza mafungia hata milango ni mabiki. Unafanya tuko tunajisifu tunakatika jasho, kumbe tumichokea bure. Tena Mungu ana bahati mbaya. Mungu anakuiaka nyuma ya neno ya mtumishi wake kulitimiza. Anaweza kupanga usiku mkitaka. Atakupiga, mimi nakwambia atakuvunja. Kuna kula macho zile watakatifu. Na kula macho. Tuko tunataka kufa na magonjwa ya kifua. Lakini nyie shukrani ni tunawaombea Mungu anasema kisha unafanya dhambi ya promesi. Kwani Mungu nisikie kwa hii madhabahu. Mungu aliyeshusha moto Karmel, Mungu akupige avama kaishi. Jetasire Mungu akupige, ulishamkosea sana na unaibisha. Kuomba tunasema Mungu tuinue. Mungu tutendee ishe. Wewe ulishafanya remise reprise na Mungu? Ulishafanya remise reprise na Mungu? Hakuna kitu kiliua Adamu na Eva. Kitu tu kadogo kakusema usikule. Ukikula na wewe siku alikupromete nataka kubariki lakini usi. Na tena si mwisho wa mwaka, mwisho le 31 le premier. Hakuna mwaka shukuru hapa nasema, mimi nashukuru Mungu shughuli mwaka niliokoka. Mimi nashukuru shughuli nilipona tu basi. Jana niko mimi nafuata telefoni nikalia machozi. Naona mtu mmoja anajipipia iko uchi. Tena wa kanisa ya rege. Kila tambu kenga hapo.
unachapa profili. Moja, kifua wazi. 2, kifua wazi. 3, tena mwimbaji. Mungu amuoteshe upende mwili yote mzima. Bwana asifiwe. Nasimsema amen. Bwana asifiwe. Amen. Kama ni wewe kikuguse ushanje. Uko na bezwe ni kupa Isaka. Ni mwana. Oro iko mkundi yangu. Nielewe kitu pale. Tena ni mwana wangu. Na wewe Abrahamu, gusa mkundi yako unipe mwana. Sasa utagusa mkundi yako unanipa mwana, na mimi nagusa mkundi yangu nakupa mwana. Amen. Haleluya. Amen. Kondoo ni za Abrahamu. Ni watoto. Nipe kondoo. Kisha kule chini anasema, Abrahamu nitolee mwana wako Isaka. Mwambia sina mashaka. Uliniombaka tu nitakupa na Isaka. Mungu ni strategy. Kile kenye alikulaka mwa Abrahamu. Sana nataka chinja Isaka, nilikulaka kondoo. Akaleta tena kondoo. Sita chinja Isaka, mimi nachinja kondoo. Shua alikulaka nini? Kondolo. Unasema kitu? Shua alipanda naye kwa sababu akapanda. Sasa nifika kule huyu kitu akinipaka kondolo. Tena naomba mtoto. Kumbe sitakula mtoto na mimi nimpatie nini? Alinipaka. Kamata kondolo wa baba Abrahamu. Isaka arudie kunyumba. Kuko vitu vinapaswa kuwa libere kwa maisha yako. Shume fanyisia Mungu wake. Haleluya. Amen. Napunguza. Mwani kwambie hivi. Ukitembea na envelope ya maprobleme, utakuwa mtu wa maprobleme. Lakini ukitembea na envelope ya masolution, utapata idea. Kitu cha pili, usitake mtu shuko na probleme, nemuita shuko na solution. Kitu cha tatu, hautapataka kitu chenye hawezi patia Mungu. Usimpe roho. Roho tu ni yake. Hautapataka kitu chenye hawezi patia Mungu. C'est-à-dire kila kitu chenye kiko kudunia kiko ndani yako. Patia Mungu. Uone naye atafanya nini maisha yako. Simama.